Tuzo za Grammy za mwaka 2026 ni tuzo ambazo zimekuja kuleta mzozo mmoja mkubwa sana hapa Bongo. Na hii hapa ni baada tu ya kuonekana kwamba nomination zimeweza kutoka, then hakuna msanii yoyote wa Tanzania ambaye ameweza kuhusika miongoni mwa wasanii ambao wanakwenda kuhusika katika kinyang'anyiro cha kuchukua tuzo za Grammy. Kimeweza kutoka kipengele bora kabisa, kipengele ambacho wasanii wengi wa Afrika, wasanii wengi wa Tanzania wanakuwa wanahusika mara nyingi, kipengele cha Best African Music Performance, ambapo pale kati tulitarajia kuwaona wasanii wengi. Kuna baadhi ya wasanii fulani hivi ambao tulihisi ya kwamba wanaweza wakahusika, wakina Diamond Platnumz na wasanii wengine, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba hakuhusika msanii hata mmoja kwenye hiki kipengele. Sasa huu mchongo umeweza kuwa ni mchongo mkubwa sana, kwa sababu kila mtu ameweza kucomplain ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea. Inawezekana labda Diamond Platnumz wanambania, inawezekana labda wasanii wa Tanzania hawajafikia ile level ambayo tunatakiwa kufika na vitu vingine kama hizo hapo. Sasa mimi nataka nikusogezee miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikawa zimefanya sihusike msanii yoyote wa Tanzania kwenda katika kinyang'anyiro cha tuzo za Grammy. Inawezekana nominations za Grammy zimeweza kukosekana kutokana tu na hizi sababu kadhaa. Sababu ya kwanza kabisa ambayo imeweza kupelekea kwenda mwanamuziki Diamond Platnumz asiweze kuhusika, ama msanii yoyote wa Tanzania asihusike katika nomination za tuzo za Grammy, cha kwanza kabisa ni kukosa ushawishi katika voting academy za Grammy. Hiki hapa ni moja katika vitu vikubwa sana ambavyo watu wengi hawajavizingatia. Miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya wasanii wenzetu kutoka mataifa mbalimbali kuweza kuhusika katika listi ya wasanii ambao wanaingia katika kinyang'anyiro ni kuwepo kwa wale watu ambao wanahusika katika zile voting academy, yani miongoni mwa watu ambao ni ma-engineers, ni ma-producers na watu wakubwa ambao wapo katika zile kamati za academy za Grammy. Na hiko ni moja katika vitu ambavyo inawezekana kwa asilimia kubwa sana kikasababisha miongoni mwa wasanii wasihusike kutoka Tanzania, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania hatuna watu wengi ambao wanahusika labda kwenye vitengo vikubwa kwenye zile voting academy za zile tuzo, kwenye zile kamati kubwa kabisa ambazo wanapiga kura ni ngoma gani ambayo inapaswa kuhusika na michongo mingine kama hiyo hapo. Lakini pia moja katika sababu ambazo pia zinaweza zikawa ni chanzo kikubwa sana cha wasanii wa Bongo kutokuzingatiwa katika nomination za Grammy ni kuwa na promotion na submission ambazo ni dhaifu. Cha kwanza kabisa, kitu ambacho wasanii wetu wa Tanzania wanakisahau sana ni kuhusu issue ya submissions, yani ile kusubmit zile ngoma ambazo wewe kama msanii unatamani zihusike katika kinyang'anyiro cha tuzo za Grammy. Kama unataka kuhusika katika kipengele cha Best African Music Performance, ni lazima usubmit ngoma yako kwenye Grammy Academy. Sasa hivyo ni moja katika vitu ambavyo wasanii wa Bongo hawavifanyi kwa asilimia kubwa, kwa sababu ni lazima management ya msanii ambaye labda sisi tunamuona hapa Bongo, ni lazima management yake iweze kwenda kufanya hiko kitu. Sasa labda unikumbushe hapa kwenye uwanja wa comments, ni mara ngapi ambapo umeona mwanamuziki Diamond Platnumz ameweza kusubmit ngoma zake kwenye Grammy Academy ili tu kuweza kuingia katika vinyang'anyiro hivyo? Unaweza kaniambia hapo kwenye uwanja wa comments. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba asilimia kubwa ya wasanii wetu wa Tanzania wanasahau ya kwamba wanatakiwa kukusanya ngoma zao, wanatakiwa kusubmit ngoma zao ambazo wanaamini ya kwamba zinaweza zikaingia kwenye kinyang'anyiro, kuliko kutegemea zile promotion za ngoma kuweza kulipuka yenyewe, kwa sababu ngoma inaweza ikafanya vizuri lakini isizingatiwe. Lakini kama unaweza kwenda kuichukua then ukaisubmit pale, inaweza ikani kitu ambacho fanya kitu ambacho kipo tofauti kidogo. Sasa hii pia ni moja katika vitu ambavyo vinasababisha inawezekana huenda wasanii wa Bongo wasizingatiwe katika nomination za Grammy. Lakini pia kitu kingine ambacho wabongo wengi wanakizingatia zaidi ni katika upande wa competition. Sasa kwenye bara letu la Afrika kuna competition kubwa sana katika upande wa entertainment. Yani ukiangalia upande wa East Africa, Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, kuna ile nguvu kubwa sana ya kucompete na mataifa ya magharibi, yani West Africa. Sasa ukiangalia nchi kama Nigeria, ukiangalia nchi kama South Africa, ni nchi ambazo kuna watu wengi ambao wanafanya poa zaidi tena kwenye industry, wameweza kuchukua nafasi kubwa kuliko wa Bongo. Lakini pia wana wale watu ambao wana connection kubwa zaidi katika academy kubwa ambapo wanaweza kufanya vitu fulani hivi then
wakaweza kufikia zile level kubwa ambazo sisi tunaweza kuziangalia kwa wasanii wa mbele. Sasa hata ukiangalia the way ambavyo mwanamuziki Diamond Platnumz anafanya show zake ama ngoma zake, ni ngoma ambazo hazitembei kama the way ambavyo ngoma za wasanii kama kina Burna Boy, kama kina Wizkid, wakina Rema, wakina Ayra Starr. Ni wasanii ambao wanapewa kipaumbele zaidi kutokana na ile competition. Kwa upande wao wameweza kupiga hatua kubwa zaidi. Sasa moja katika vitu ambavyo inawezekana vimesababisha pia mwanamuziki Diamond Platnumz pamoja na wasanii wengine kutoka Tanzania wasiweze kuzingatiwa ni ile competition kubwa kutoka West Africa. Yani kule kuna wasanii wakubwa zaidi ambao wana attention kubwa zaidi katika tuzo za Grammy. Lakini pia kitu cha mwisho kabisa ni issue ya category hii ya Best African Music Performance. Inaonekana ni category mpya kwa sababu hii hapa imekuwa introduced mwaka 2024. Sasa ukicheki kwa sababu tu category ni mpya ya Best African Music Performance, utakuja kugundua ya kwamba kwenye hii category wanazingatia sana zile aina za ngoma ambazo zina attention kubwa kabisa Afrika. Sasa ukija kuangalia kama mapiano, ukiangalia kama Afrobeat, ni ngoma ambazo zina attention kubwa zaidi. Sasa kwa upande wa Bongo Flava ama singeli, ni aina za muziki ambazo zinafanya poa Tanzania peke yake. Ni mara chache sana ukukuta ngoma ya Bongo Flava inafanya vizuri international au kwenye mataifa mengine ya Afrika. Sasa hivyo ni moja katika vitu ambavyo inawezekana pia vimesababisha wasanii wengi wa Bongo Flava kuweza kutemwa na kupewa kipaumbele wale wasanii kutoka mataifa mbalimbali, ambapo wanaingia katika vipengele vingine vya kina Afrobeat pamoja na mapiano. Hii hapa pia inawezekana moja katika sababu ambazo zimefanya wasanii wetu wa Bongo wasiwe na concentration kubwa zaidi katika tuzo za Grammy. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba wasanii wetu wa Bongo wameweza kufanya kazi kubwa sana. By the way, congratulations kwao, kwa sababu the way ambavyo wameweza kupambana, tumeona wakiwa wanafanya vizuri zaidi. Tumemwona mwanamuziki Diamond Platnumz akiwa ametoa ngoma ya Komasava ambayo imeweza kufanya vizuri zaidi, imeweza kutrend worldwide. Tumeona mpaka na challenge ya kina Chris Brown yameweza kudondoka pale kati. Remix ya kina Jason Derulo ni moja katika vitu ambavyo vimeweza kuifanya industry ya Bongo iweze kufika mbali zaidi. Lakini pia kwa upande wa Zuchu pia tumeweza kuona kazi nyingi ambazo wameweza kuziachia tena zikafanya vizuri. Hata hii Amanda remix ambayo imeweza kugusa mpaka na charts za Billboard, ambapo imekwenda kugusa mpaka namba 10 ya ngoma 10 za reggae pamoja na dancehall ambazo zimeweza kufanya poa zaidi. Sasa hii hapa inazidi kudhihirisha kwamba game ya Bongo inazidi kufanya vizuri. The way ambavyo tunatakiwa kupambana, tunatakiwa tu kuzidi kuongeza nguvu ili tu kuweza kuionesha dunia kwamba kuna namba fulani hivi ambazo tunaweza tukazigusa, kuna kitu fulani hivi ambacho tunaweza tukakifanya. Mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, unahisi ni kitu gani kikubwa zaidi ambacho kimeweza kusababisha wasanii wetu wa Bongo Flava, wasanii wetu wa Tanzania wasiweze kuwa nominated katika tuzo za Grammy? Lakini pia ni kitu gani ambacho unahisi kiongezeke ili tu kuweza kuchukua industry ya muziki wa Tanzania kufika mbali zaidi? Wananiita Bonge la Dude, G2 One Time Official Genius, na hii hapa ni G2 Media.